وقال النبي صلى الله عليه وسلم نامسيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان حديث عبد الله بن عمر الله تبارك وتعالى أمرذين بباياك متوم يسمى المرأة عورة ونمكن يوش وأقرب ما تكون من ربها وأقرب ما تكون نهالي أنا يكون قريب زيد من ربها نملواك مليزي وأقرب ما تكون نهالي أنا يكون قريب زيد هو منامك من ربها نملواك مليزي إذا كانت في قعر بيتها نبالي أنا بكوة يكون داني nyumba yake. فإذا خرجت بس akishatoka mwanamke huyo istashrafaha ash-shaytan, basi shaytan humpambia mwanamke huyo. Istashrafaha ash-shaytan, basi shaytan humpambia mwanamke huyo. Rawahu at-Tabarani fi al-Ma'jam al-Awsat wa sahhahahu al-Albani fi as-silsilah as-sahihah. Kwa yasema al-mar'atu awra, mwanamke ni uchi. Wa aqrabu ma takunu min rabbiha, sallallahu alayhi wa barakatuh, na hali anayokuwa karibu zaidi na Mola wake mlezi huyo mwanamke idha kanat fi qa'ri baitiha, ni pale atakapokuwa yupo katika nyumba yake. Qa'r ni sehemu ya ndani kabisa ya nyumba, inaitwa nini? Qa'r ni sehemu ya ndani kabisa ya nyumba ya mwanamke, hiyo inaitwa qa'ri. Ni sehemu iliyojificha, chumba kilichojificha kabisa katika nyumba yake mwanamke, hicho kinaitwa qa'ri. Hicho huitwa qa'ri. Sawa? فإذا خرجت بس akishatoka nje ya nyumba yake mwanamke huyo istashrafaha ash-shaytan, shaytan humpambia mwanamke huyo, yani humpamba mwanamke huyo katika macho ya wanaume. Istashrafaha, anampamba mwanamke huyo ash-shaytan, shaytan katika nini? Andhari ar-rijal, katika macho ya wanaume. Rawahu at-Tabarani. Kwa hadithi inatufundisha sisi kuwa kwanza almar'atu awra, almar'atu awratun, inatufundisha hicho kitu kuwa mwanamke ni uchi. Inatufundisha kuwa mwanamke ni uchi. Sawa? Mwanamke ni uchi kama qala Nabii sallam, kama alivyosema hapo Mtume alayhi salam. Hiyo ibara ahlul ilm wanasema inatupa sisi faida kuwa, au inawapa wanawake faida nini? Hiyo ibara inatoa faida ya nini? Ujubu sitri almar'ati, ujubu sitri almar'ati wa siyanatiha an shayatin al-insi wal jinn, wajibu wa kumsitiri mwanamke na kumhifadhi mwanamke na kumlinda mwanamke kutokana nini? Kutokana na mashaitani wa kibinadamu na kijini, ambapo wao wanataka kumchezea mwanamke na kutaka wao.
na kumchafua mwanamke vile wanavyotaka wao, kwa sababu mwanamke ni aura. Kwa hiyo wao wanataka wamchezee mwanamke vile wanavyotaka wao, kwa kuwa ni aura. Kwa hiyo ahlul imani was sunnah wanawajibika kumhifadhi na kumlinda mwanamke, liannaha aura, kwa sababu yeye ni nani? Ni aura. Mimi mpaka bwana. Na auratul mar'a, uchi wa huyu mwanamke una tafsil kama anavyoeleza ahlul ilm. Kuna uchi ndani ya swala na kuna uchi nje ya nini? Ya swala. Uchi wake ndani ya swala ni jismuha kulluha, ni mwili wake wote, illa wajhaha wa kaffaiha, isipokuwa uso wake na viganja vyake. Hivyo si uchi katika nini? Katika swala. Sawa. Amma auratuha fi khariji as-salah, ama uchi wake nje ya swala, ama uchi wake nje ya swala ni jismuha kulluha ala sahih, ni kiwiliwili chake chote juu ya kauli iliyo sahihi katika kauli za wanachuoni. Ni kiwiliwili chake chote inda al-ajanib, pale atakapokuwa mbele ya wanaume wa nini? Wa kando. Pale atakapokuwa mbele ya wanaume wa kando. Sawa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mwanamke anatakiwa achunge hilo, akiwa ndani ya swala na hakuna wanaume wa kando waliokuwepo mbele yake wanamuona, basi uso wake na viganja vyake ni jaiz kuviachilia nini? Wazi, sio aura. Ama atakapokuwa yuko nje ya swala, mwili wake wote ni nini? Ni auratun ala sahihi min aqwali ahli al-ilm, ni uchi. Sawa. Sehemu yake ya tatu, atakapokuwa inda al-maharim, inda maharimiha, uchi wake atakapokuwa yuko mbele ya nini? Mahrim zake. Mwili wake wote pia nini? Uchi, isipokuwa kichwani mwake, kichwa chake, dhiraa zake na nyayo zake mbili. Wallahu a'lam. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio tafsiri hiyo hadithi. Almar'atu aura, mwanamke nini? Ni uchi. طيب. واقرب ما تكون من ربها, na mwanamke anazidi kuwa karibu, au na hali ambayo mwanamke anakuwa karibu zaidi na Mola wake mlezi, idha kanat fi qa'ri baitiha, ni pale atakapokuwa yupo katika sehemu ya ndani kabisa ya nyumba yake. Atakapokuwa yuko sehemu ya ndani kabisa ya nyumba yake. Fa idha kharajat, akishatoka tu nje ya nyumba yake, istasharafa shaytan, basi shaytani humpamba mwanamke huyu katika macho ya wanaume na mashaitani jini na binadamu. Kwa hiyo hapo tunajifundisha kuwa tunajifundisha hapo kuwa tunajifundisha nini hapo? Faida ambayo tunaipata hapo, almar'atu, mwanamke wa Kiislamu, kadiri ya vile anavyokuwa mbali na wanaume ndivyo inavyokuwa kubwa kheri yake. Mwanamke wa Kiislamu kadiri ya vile atakavyokuwa mbali na wanaume, basi ndivyo inavyokuwa kubwa kheri yake, na ndivyo inavyokuwa karibu zaidi na nani? Na Mola wake mlezi. Na kadiri ya vile atakavyokuwa karibu na nani? Na wanaume, basi ndivyo atakavyokuwa ni mwanamke wa shari, na ndivyo atakavyokuwa mbali na nani? Na Mola wake mlezi. sawa. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، سلام يسمى katika hadithi Abdullah ibn Amr
la tamna'u nisaakum almasajid, msiwazuilie wake zenu misikitini. Wa buyutuhunna khairul lahum, na majumba yao ni khairi kwa wao. Khairul lahum, ni khairi kwa wao. Kwa sababu ya wakienda misikitini wanakuwa karibu na nani? Wanaume. Lakini wakiwa majumbani mwao wanakuwa mbali na wanaume, kwa ni khairul lahum. Sawa. Kwa hiyo kullama ba'udatil mar'atu an ar-rijali zada khayruha wa qurbuha min rabbiha. Sawa. Kila atakapokuwa amezidi mwanamke kuwa mbali zaidi na wanaume, basi kuzidi khairi yake na kuwa kwake karibu na Mola wake Mwenyezi. Kullama ba'udatil mar'atu an ar-rijali al-ajanibi, kila atakavyozidi mwanamke kuwa mbali na wanaume wa kando, zada khairuha, kuzidi khairi yake mwanamke huyo na uthamani wake na ubora wake, wa qurbuha, na ukaribu wake inda rabbiha, wa qurbuha min rabbiha, na huzidi ukaribu wake zaidi na Mola wake Mwenyezi. Kwa dalili hizo ambazo tumesoma, fa idha kharajat, akitoka tu nje ya nyumba yake akawa karibu na wanaume uko nje, istashrafaha ash-shaytan, shaytani humpamba mwanamke huyo katika macho ya wanaume, na yeye vile vile anampamba kuwapenda wanaume, na mfano vitu kama hivi. Kwa hiyo inshari inaanzia hapo. Lakini pia tumeona hapo inajuzu kuwazuilia na kuwaruhusu wanawake kwenda kuswali, lakini pale tutakapojiaminisha kuwa hakutakuwa na nini, na fitna. Lakini pamoja yote, buyutuhunna khairul lahum, majumba yao ni bora zaidi kwa wao. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما عبدت امرأة ربها, mwanamke hajapata kumwabudu Mola wake bimithli an ta'budahu fi baitiha, mfano wa vile anavyomwabudu akiwa ndani ya nyumba yake. Kwa ibada ya mwanamke ndani ya nyumba yake ni bora zaidi kuliko ibada ya mwanamke huyo akiwa wapi? Msikitini, hata ikawa ni Masjidul Haram, hata kama ikawa ni Masjidun Nabawiyya, kwa sababu maeneo haya hawa wanawake wanaozungumzwa hapa ni wanawake ambao ni wa masahaba. Sawa, kwamba wao wakizao kuswali majumbani mwao ni bora kuliko kwenda kuswali Masjidul Haram au Masjidul Nabawiyya. Fa kaifa bimasajidina, vipi misikiti yetu sisi? Maya tayib. Hiyo ni faslu ya kwanza.